Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Ulege. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na pili nitumie fursa hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika mjadala huu wa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Naomba pia nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na timu nzima ya ofisi yake, namna ambavyo ya uwasilishaji mahiri na mzuri sana wa bajeti hii iliyoleta mwelekeo wa utendaji kazi wa serikali uliokwisha kufanyika na ule ambao tunauelekea. Naomba pia nimpongeze yeye binafsi kwa namna ambavyo amemsaidia sana kazi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri uliyoifanya wakati wote katika kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais, kinara wetu na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwashukuru waheshimiwa wabunge wote ambao wametoa michango inayohusu ujenzi wa mabarabara katika maeneo mbalimbali nchini, mabarabara na madaraja yanayoendelea kujengwa, lakini na yale maombi mapya pia vile tumekwisha kuanza kuyapokea wakati huu ambapo tumekuwa tukijadili bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata zaidi ya wabunge 20 waliochangia kwa namna ya kuzungumza hapa bungeni, lakini pia vile kwa namna ya kuandika. Tunashukuru sana kwa michango hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu nieleze machache sana juu ya mafanikio ambayo tayari pia yalikwisha kuanza kuelezwa katika risala na hotuba iliyosomwa hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Miongoni mwa mambo makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na kinara na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni pamoja na miradi ya kielelezo ya kimkakati kama vile daraja la Kigongo Busisi, lakini vile daraja la Pangani, lakini vile na daraja la Tanzanite pale Dar es Salaam, na miradi mikubwa mingine inayoendelea. Katika miaka minne ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yetu ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi, jumla ya kilomita za lami 1365 zimekamilika nchini kote. Na hili daraja la Kigongo Busisi sasa limekwisha kufika mwisho. Tunafahamu ya kwamba ni kiu ya Watanzania kuona kwamba jambo hili sasa linafunguliwa na linaanza kutoa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana naibu wangu, amekuwa akijibu maswali hapa na kueleza, na hata jambo la Kigongo Busisi amelieleza, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu amelieleza pia. Ni matumaini yetu mwezi wa 5 mwaka huu daraja la Kigongo Busisi, panapo majaliwa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atakwenda kulifungua, na hapo itakuwa ndio mwanzo na mwisho wa kuandikwa na kuelezwa historia ya matumizi ya vivuko. Habari ya vivuko katika eneo hili, tunavichukua vivuko vile tunavitafutia maeneo mengine ya kwenda kuvipeleka. Hayo ni mafanikio makubwa ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ni mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi. Rais Samia alilikuta daraja hili likiwa 20% tu ya utengenezwaji wake. Kazi kubwa ameisimamia, kazi kubwa ameifanya, na sasa kazi ile imekwenda kukamilika. Na siku ya kulizindua daraja lile, tutawaalika wabunge wote, tutawaalika wananchi wote wa taifa hili, kwa kuwa jambo hili ni la kielelezo. Daraja lile lina urefu wa kilomita 3. Katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kati hakuna daraja lingine refu linalozidi daraja la Kigongo Busisi la JPM, John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio hayo, tunayo pia mafanikio ya Ring Road ya hapa Dodoma.
ambayo ina zaidi ya kilomita 104. Ni katika kuonesha namna ya tulivyojiandaa kama serikali kufanya mji wa Dodoma kuwa ni makao makuu ya taifa letu, na namna ambavyo hatutaki kurejea makosa ya kufanya misongamano tena hapa katika jiji la Dodoma. Na ndio maana tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuturidhia tena. Tunao mradi mkubwa mwingine, ukiacha huu wa Ring Road ya Dodoma, tuna mradi mkubwa wa kutoka Chamwino kuingiza barabara 6 mpaka Dodoma mjini, na zingine zitatoka zitaelekea usawa wa Arusha na nyingine zitaelekea usawa wa Iringa. Hii ni programu ambayo sasa hivi tupo katika hatua za kimanunuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia vile vile nieleze juu ya mambo mbalimbali yaliyoelezwa na waheshimiwa wabunge, ikiwa ni pamoja na wabunge wa mikoa ya kusini walivyoeleza namna ambavyo barabara hii imechakaa sana na namna ambavyo wangetamani kuona barabara hiyo inafumuliwa na kujengwa upya. Nataka niwaeleze kuwa Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo. Tunazo hatua kubwa mbili. La kwanza, hatua ambayo haijaiva tunaendelea nayo. Tunaitafutia pesa barabara hii ili tuifumue yote na tuanze upya, ukiacha haya madaraja ambayo yanaendelea kujengwa hivi sasa hivi. Wakati tunasubiri hilo, tayari tunayo maelekezo ya kuanza kutengeneza vipande kwa vipande katika hasa yale maeneo yaliyoharibika sana. Kwa mfano, eneo la kutoka Ikwiriri, Chumbi mpaka Marendego mpaka Somanga, ili ni eneo ambalo limeharibika sana. Kwa hivyo hilo tayari tumeweka katika mipango ya bajeti ya 25-26, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha kwamba tunalifanyia kazi. Naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge, mvua zimekuwa zikituathiri sana. Sisi serikalini tumejipanga vyema na tunashukuru sana kwamba wakati wote zinapotokea dharura hizi huwa tunachukua hatua ya haraka sana. Mameneja wetu wa mikoa tunawashukuru pia vile vile viongozi wa mikoa na wilaya, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wamekuwa wakitusaidia sana, vyombo vya ulinzi na usalama, juu ya kuhakikisha kuwa mambo yanakaa sawa sawa. Hata hili la Somanga tunawashukuru sana uongozi wa mkoa wa Lindi na wilaya ya Kilwa, namna ambavyo tumesaidiana kwenye kulihendo jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwahakikishie waheshimiwa wabunge, ipo taarifa ambayo imesambaa jana usiku mpaka leo asubuhi ya kwamba labda pale daraja la muda la Somanga limekatika. Nilihakikishie bunge daraja halijakatika. Daraja la muda bado liko sawa sawa, lakini mvua zinazonyesha nchini kote, hususan katika maeneo ya Morogoro na mengineyo, ambayo haya maji yote yanakwenda katika bahari ya Hindi, yamefanya maji yapite juu ya daraja lile la muda. Na kwa msingi huo, kwa ajili ya usalama wa watu, tukasema tusubiri kwanza. Na hii ni kitu ambayo tunaifanya mahala kwingi, ikiwa ni pamoja na daraja kama la Jangwani na kwingineko, ili kuangalia usalama wa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia niseme tu kazi inaendelea na kazi ni nzuri, na tunayo matarajio tutakaposoma bajeti yetu tutaeleza kwa kina sana juu ya mipango kadha wa kadha tulionayo ya kuhakikisha mabarabara mbalimbali katika taifa yanaendelea kujengwa, yanakamilika, na yale mapya yanakwenda kuanza pia vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa hatua hii, na niseme kwamba dharura peke yake Rais Samia aliidhinisha jumla ya fedha bilioni 840 nchi nzima kwa ajili ya kushughulika na mambo ya dharura. Asante sana na kushukuru, na naunga mkono hoja.